Kuna watu wawili walisafiri kwenda kutafuta ilmu, walillahi alhamd, Mwenyezi Mungu akawaruzuku wakapata ilmu, lakini hawakufanya subra. Sasa kusomea namna ya kwenda kusomesha, wameshasoma lakini ilikuwa bado sasa wasomee namna ya kwenda kusomesha hicho walichojifundisha, na ndio da'wa. Wenyewe wakajiona tayari, basi wakaondoka. Sawa, wametoka, ni safari, yani kutoka makwao mpaka huko walipokwenda kutafutia ilmu, masafa. Sasa wanarudi. Sasa katika kurudi, mmoja akafika katika kijiji usiku wa kuamkia Ijumaa, kalala. Siku ya Ijumaa akifika kwenye msikiti huo unaosali Ijumaa, kuanzia imamu na maamuma wote, kila mtu anakipanya. Sawa, panya aliyekufa, kila mtu ana panya wake mmoja ile kamning'iniza hivi. Imamu ana panya wake na waumini wote, kila mtu ana. Sawa, msikitini. Sasa huyu kasoma, hii inakuwaje tena? Takiwa uwe mbali na najisi, unakuja msikitini na najisi. Unasikia? Basi kwa kuwa hakusomea namna ya kufikisha dawa, hakusomea namna sasa vipi elimu hii akaitoe, au namna ya kufundisha, yakumtoka vipi? Sasa vipi mnakuja tusalije na manajisi hapa, mapanya yamekufa. Wale watu wana imamu wao, ujue wanaomsikiliza wanamheshimu, na ndio walioelekeza. Nini kilichomkuta? Mkongoto. Nataka kutuambia nini bwana? Mambo gani tuletea? Umetokea wapi kwanza? Mkongoto pigwa kweli kweli. Mwenzake nayo, yule mwenzake yule, yeye alisubiri, akasomea namna ya kwenda kusomesha alichokifundisha, namna ya kufikisha dawa, na mpaka akapewa ruhusa. Sasa nenda. Unapopewa ruhusa na mwalimu wako na shekhe wako, kwanza unabarikiwa. Sasa nenda, pewa ruhusa. Basi naye akapita katika kijiji hicho, kapita kwenye kijiji hicho, na ikawa ni hivyo hivyo. Fika kwenye hicho kijiji usiku wa kuamkia Ijumaa, kalala pale. Kuamkia Ijumaa, habari ni hiyo, imamu na waumini wote, kila mtu na kipanya chake amekifunga. Basi yule kwa kuwa amesomea dawa, namna ya kufikisha ujumbe, akakaa akatafakari, hii inakuwaje? Kimtazama imamu ni hivyo hivyo, kitazama imamu, hii hapa lazima kuna mahala hawakupaelewa vizuri. Akaupitia mlango wa salatu Ijumaa, upitia mpaka akakuta mahala kwamba siku ya Ijumaa watu wanatakiwa wafanye mapema kuwahi kwenda msikitini. Alfauru ni kwenda mapema, si ndio bwana? Yaani siku ya Ijumaa watu waende mapema. Sasa yule imamu yule hapo, hiyo sehemu ya alfauru yeye akaona ni alfara, panya. Unasikia? Kwa siku ya Ijumaa watu waende na panya. Sasa panya unampataje? Si mpaka umuue. Sasa ukienda na panya mzima, sasa itakuwa inaleta shida. Kwa hiyo lazima umuue, alafu unamfunga kwenda naye. Akagundua hapa mahala hapa ndipo palipomfanya imamu kuagiza waumini pamoja na yeye waje na panya. Hapa ni bilfaulu. Nini afanye sasa? Atafanyaje ili ile hali irekebishike? Atafanyaje?
Ikabidi aombe kuwa mgeni wa imamu. Alivumilia, ukaswaliwa hivyo hivyo. Basi akaomba kuwa mgeni wa nani? Wa imamu, akakubaliwa. Basi katika mazungumzo na hivi na vile, akaandaa mazingira vizuri, akamwomba imamu kuomba unitwalishe mlango wa Ijumaa, omba unitwalishe mlango wa Ijumaa. Imamu akaona huyu mtu ni mtu mwema sana huyu, manake kwanza amempa heshima, amemfanya endo mjuzi, au sio bwana? Mimi sijui, naomba unitwalishe mlango wa Ijumaa. Basi babu salatu Ijumaa, imamu akaanza mpaka alipofika pale, ndipo alipogundua ile sehemu badala ya bilfawr kwenda mapema, akasema bilfaqara. Unaona? Basi mlango ukaisha, lakini baadaye akasema hapa sijapaelewa vizuri, hapa ni bilfawri au ni bilfara kwa panya au bilfawri kwa haraka? Mama akatazama vizuri, akatanabai. Kilichotokea, alimshukuru sana yule mgeni sana, na akajuta sana imamu kwa muda wote anaoswalisha watu panya, kumbe ni bilfawr. Basi akafunguka imamu, akamwambia nakushukuru sana kwa hikma, Mwenyezi Mungu akuzidishia ilmu, na Mwenyezi Mungu akubarikie katika elimu yako, akuruzuku na fahamu. Wewe hakika umesoma. Sasa mimi ndio nitakuwa mwanafunzi wako. Nimeona kwamba tunatakiwa siku ya Ijumaa tuwahi na sio tuende na panya. Muda wote mimi naswalisha, kuanzia mimi na maamua wote niliwaagiza siku ya Ijumaa kwenda na panya. Kwa hiyo kuanzia leo na kwenda kusahihisha na kurekebisha, lakini sasa baki hapa uendelee kuangalia na mazingira mengine, kama kuna sehemu zingine hatuko sawa sawa. Unaona kama ilivyo mtu kuruhusiwa kwamba sasa nenda, maana kafundishwa na namna ya kwenda kuwatumikia watu, au sio? Ndio ile tunasema pia malezi ya nini? Malezi ya kielimu, mtu apate, sio umesoma tu, unatakiwa tulie upate na malezi ya kielimu. Sawa, Sheikh letu anatuambia hivi, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskana fi janna. Mashekhe zake huko Lamu ambao ni masharifu walifanyiwa hafla, sawa, hafla ya kuagwa, umeelewa? Wamesomeshwa, wakaridhiwa, na katika kupewa ruhusa ukafanywa hafla maalum, wakapewa na nasaha za kutosha baada ya kuwa tayari. Lakini na ile siku wanaagwa, sasa wanaagwa, si ndio? Kuna kuaga na kuagwa, umeelewa? Kuna kuaga na kuagwa, yaani mashekhe zenu wanawafanyia hafla, sawa, nyinyi mnaaga na nyinyi ya kuagana, umeelewa? Kuagana. Anatuambia shekhe letu katika usia waliopewa, waliambiwa msiende mkaanzisha madhahabi, nendeni mkasimamie madhahabu haya. Kiwango mlichokuwa nacho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ni kikubwa. Msipokuwa na utulivu, mnaweza kwenda kuanzisha vitu vingine huko na maalumati ya kutosha nyinyi. Sasa
hivi hivi tulivyowalea, basi na nyinyi nendeni kwa utaratibu, msiende mkaanzisha madhahabu mengine. Yani shekhe wako akikwambia hivi, ina maana amejiridhisha ni kwa kiasi gani akili yako imekuwa aqlun razili, kwa sababu maarifa uliokuwa nayo na maalumati uliokuwa nayo. Kwa hiyo unampa tahadhari mapema, umeshamjua mwanafunzi wako maalumati aliyokuwa nayo, lazima sasa ule moto ile, maana kuna baleghi ya ilmu ujue pia ilmu nayo ina baleghi. Wewe uko na umri wa baleghi, sawa, kwa watu wanaoelewa, wazee wanaelewa, wanamwangalia kijana huyu anaweza akamsamehe na akamvumilia, akachukua muda mrefu wa kumnasihi, kumrekebisha. Kwa sababu gani? Yuko kwenye umri wenyewe ni shida, sawa. Kwa hiyo unatakiwa uvumilie na ule umri upite. Kwa hiyo unatakiwa endelee kumjenga, au sio? Hasa na ilmu pia kuna wakati mtu anakuwa na baleghe ya ilmu, akishajiangalia amekuwa na nahwu, amekuwa na balagha, amekuwa na basi shida, matatizo, baleghe ya ilmu, sawa. Lakini akilelewa vizuri na akawa na subira na walimu wake, anatulia vizuri, baadaye anakuwa debe lililojaa, si ndio? Debe lililojaa halipigi kelele bwana. Ukimwona mtu anapapara vurugu, debe hilo halijajaa, liko nusu hilo. Kwa hiyo akipita hapa yale maji yanacheza, kuna nafasi bado, lakini debe likijaa, mtu amebeba debe limejaa, anapita mtu hata hapa hujui, anatuli zake taratibu, anatamakana. Wewe msiweni na haraka, Kwa Sheikh anasema walihusiwa hivyo. Kwa hiyo usije ukajiona mimi sasa hivi tayari hivi vitabu nilivyo navyo kule kijini kwetu wale wote wameishia safina, basi haraka ngoja niende kule. Unakwenda kuleta vurugu, unakwenda kuleta fujo. Na sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu kila siku, Rabbana allimna alladhi yanfa'una, Rabbana anfa'na bima allamtana. Kwa hiyo Nabii Ibrahim anafanya da'wa, anatumia mbinu, lakini pia anayasoma mazingira, mustawa, kiwango cha watu wake katika uelewa, vipi aende nao. Kwa hiyo akawa anatumia mbinu. Hata hivyo, hapa tunajifundisha kwamba haki inatakiwa ibainishwe. Haki inatakiwa ibainishwe. Qala al-ulama, ulamai wamesema, laysa min al-uquq an taqula li abik wa li ummik al-qawl as-sawab wa an tubayyina lahu ay li abik wa laha ay li ummik min al-haqq. Kwa sababu haki inatoka kwa Mola wako. Haki inatoka wapi? Haki inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Haki inatakiwa ibainishwe. Haki usiifiche. Haki unatakiwa fanyaje? Uibainishe. Katika akhlaq tumejifundisha mama ana haki gani, si ndio? Na baba ana haki gani? Lakini wazazi wawili tumejifunza katika akhlaq, vipi tuamiliane na wazazi wawili sawa sawa.
Vipi tuzungumze na wazazi wetu? Akhlaq ile ile ndiyo ambayo inakutengenezea pia mazingira ya kuibainisha haki kwa baba yako, kuibainisha haki kwa mama yako, kuibainisha haki kwa wazazi wako. Wazi? Qala al-ulamau, wamesema ulama, laysa min al-uquq an taqula li abika wa li ummika al-qawla as-sawab wa an tubayyina lahu aw laha min al-haqq. Sawa, si katika kumfanyia mabaya baba yako au mama yako, ile hukuku walidaini, hukumu yake ni nini? Kuishi vibaya na wazazi wawili. Nimesoma kwenye hadithi nyingine katika madhambi makubwa mtu kuishi vibaya na wazazi wake, yani kuwafanyia mambo mabaya wazazi wake, au sio? Mpaka mzazi anakasirika, mzazi anakuwa hana raha. Mzazi unatakiwa manake umtendee wema. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Amehusia Mola wako, ameamrisha Mola wako, amepitisha hukumu Mola wako, alla ta'budu illa iyyah, msimwabudu yote isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu peke yake. Sawa? Mungu akatufahamisha thamani za wazazi wetu. Baada ya kumwabudu yeye, Mwenyezi Mungu anatuambia na wazazi wetu wana nafasi gani? Wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili ni lazima kuwafanyia wema. Hii imekuja kwa masdar, lakini iko katika mahala pa amri. Sawa? Ukisoma kwenye balagha mtaona hiyo. Hii ni masdar, lakini iko katika maana ya nini? Ya amri. Wabil walidaini, yani lazima, sio khiari, kuwafanyia wema wazazi wawili. Mabama wazazi wawili, kuwafanyia wema, kuwatumikia wazazi, kuwaheshimu, kuwatii wazazi, kutokuwaudhi wazazi, kuwahurumia wazazi. Naam. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani, uwaombee wazazi wawili, uwaombee rahma kama ambavyo walivyonilea ningali mdogo. Nilipokuwa mdogo wazazi wawili walinihangaikia. Ukumbuke namna wazazi walivyokuhangaikia. Sasa mzazi akawa ni mushriki, ni mzazi ni mushriki. Mzazi anakuamrisha kumwasi muumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Sawa? Hakuna taa, haikubaliki ikahesabika kwamba ni taa ikiwa taa hiyo ni katika kumwasi muumba, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in jahadaka, ikiwa wazazi manake watakutaka kabisa kukulazimisha umshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo utakiwa kuwatii. Lakini hakumaanishi wadharau, uingie sasa ufanye da'wa, walenganie wazazi wako. Kwa hiyo tunajifundisha katika aya hii
Nabii Ibrahim ameingia kwenye da'wa kuwafundisha tauhidi watu wake, na huyu ni baba yake. Sawa, pamoja na kwamba ni baba yake, hakuacha kumbainishia nini? Kumbainishia haki. Kwa hiyo ndio wanazuoni wakatuambia, qala al-ulamau laysa min al-uquq, si katika kuishi vibaya na wazazi wawili, si katika kuwafanyia mambo mabaya wazazi wawili, antakula liabika, kule kumwambia baba yako, au liummika, au kumwambia mama yako, alqaula sawab, maneno ya sawa sawa, kumwambia baba yako au mama yako maneno ya sawa sawa, maneno ya haki, kuibainisha haki. Usema sasa huyu ni baba yangu bwana, huyu ni mama yangu, siwezi kumwambia. Angalia tu, yani usulubu ule wa kuzungumza naye mpaka ile haki huo umeibainisha kwake, umebainisha kwake. Mwalimu nalala, nukta muhimu sana hii, nukta muhimu sana. Qala al-ulama laysa min al-uquqi an taqula li abika au li ummika al-qawla as-sawab wa an tubayyana lahu aw laha min al-haqq. Kana baba yako, mwandae, andaa mazingira na ile hikma ikae mahala pake na busara na mawaidha mazuri, alafu unamfikishia ule ujumbe, umbainishie ile haki sawa sawa. Babangu nakupenda, mama yangu nakupenda, mapama. Basi unaandaa mazingira, baba kadha kadha kadha, baba mimi naona hili Mwenyezi Mungu anasema, Mtume anasema, Uislamu unataka hivi. Wewe baba, ili jambo baba naona haliko sawa sawa. Basi naye atakuja atasema wewe unampeleka taratibu. Almuhimu ile haki ifanyaje? Uibainishe. Umeelewa? Sio naambia somesha mwenyewe ni haramu, ndio nakwambia sasa, somesha. Unakwenda sawa sawa hii baba. Taratibu sawa sawa, namna hiyo sawa sawa. Tayeb, asema fawqufu ma'a al-haqq la yu'addu dhalika uquqan walau kana amama al-walidayn bidalili hadhihi al-aya. wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Fawqufu ma'a al-haqq la yu'addu dhalika uquqan walau kana amama al-walidayn bidalili hadhihi al-aya. Sawa, kusimama pamoja na haki, sawa, kuibainisha haki, kuiweka wazi haki. La yuaddu dhalika uquqan la yuaddu dhalika uquqan, hilo halizingatiwi kuwa ni katika kuishi vibaya au kuwafanyia matendo mabaya, kuwaasi wazazi wawili. Walau kana amama alwalidaini, ijapo sawa itakuwa mbele ya wazazi wawili,
bidalili hadhihi alaya, kwa dalili aya hii. Umeelewa? Sasa katika ile kutumia nini, kutumia hikma, kwanza unaweza kutengeneza mazingira, yani hata mzazi wako akaona kwanza akafurahia kule kukusomesha, akafurahia na akaona hakupoteza hata mali alizozitumia, hakupoteza. Kuna mtu alikwenda kusoma, aliporudi mabadiliko aliyoyaonyesha ni ya hali ya juu sana. Alikuwa hajui haki za wazazi wake, haki za wazazi wake alikuwa hajui, lakini alipokwenda kusoma na kumjua Mungu wake, mtume wake, wazazi wake, aliporudi alimshangaza mama yake, akawa hamkubali mama yake kufanya kitu, kila kitu anafanya yeye. Mama anafua, anambia mama, mimi nitafua. Pumzika mama, anafua. Akimwona mama ameingia jikoni, mama, mimi nitapika, wewe pumzika. Akimwona mama anaosha vyombo, sawa mama, mimi nitaosha vyombo. Mwanangu, umekuaje? Mama, umenifanyia mengi mazuri, sina cha kukulipa mama. Hivi ukiandaa mazingira kama haya, alafu ndo akawa ni mushrika, mama ni mushrika, anafanya vitu umeshamwandalia mazingira kama haya, ndo unaanza kuzungumza naye, mama, ili katika Uislamu umenipeleka na kushukuru mama yangu, umenipeleka madarasa, nimejifundisha mambo mengi, nilikuwa mjinga mimi, nilikuwa sijui. Sasa kuna hili mama nimejifundisha, ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu, ili halifai, ili halifai. Badala yake tufanye hivi, kwa kuwa umemwandaa. Mwenyezi Mungu akileta taufiki, mambo yanakwenda vizuri. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwandaa mtu, akitaka kumuhusia anamwandaa. Kuna wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anamshika sahaba mabega, amshika mabega, yani mazingira fulani, alafu ndio anamwambia kadha 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 kadha. Sawa sawa. Kwa hiyo tunajifundisha katika aya hii kwamba dawa lazima tuisomee na tuone zile sifa ambazo tunatakiwa tujipambe nazo, ili tuende kufanya dawa, na dawa iweze kuleta nini? Iweze kuleta matunda. Kwa hiyo huu ndio utaratibu wetu ambao tunaokwenda nao katika kujifundisha aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingi nimekuwa nikisema kwamba lazima baada ya kujua tafsiri na kujua maana ya aya, lakini hata tafsiri ya hadithi, hata maana ya hadithi. Sasa tuangalie, tuseme hivi, ma yu'khadhu, yale yanayochukuliwa, ndio kusema kutokana na aya hii tunajifundisha nini. Tumepata tafsiri, tumepata maana. Sasa tujiulize, tumejifundisha nini? Tumejifundisha nini? Leo namalizia darasa langu kuzungumza na walimu, kuzungumza na wanafunzi pia. Kutokana na aya hii tumejifundisha nini? Kuweni huru wanafunzi, kuweni huru walimu, kuweni huru. Nataka nipate kutoka kwenu kwamba kutokana na aya hii tumejifundisha nini? Tayeb, wafuatiliaji wetu, wafuatiliaji wa darasa watapenda kufahamu usulubu dawa ni nini. Tumejifundisha nini kutokana na aya hii?
njia ambayo tutakayofuata kwa ajili ya kulingania, si ndio? Yaani namna ya kulingania. Naam, tumejifundisha nini kutoka aya hii? Sahihi. Naam. Kuidhihirisha haki, kuibainisha haki. Sawa, yaani haki inatakiwa ibainishwe kwa sababu haki inatoka kwa Mola wako, si ndio? Lakini kwa namna gani? Bil mau'izati alhasana, bil hikmati wal mau'izati alhasana. Tayeb. Naam, tumepata mchango mzuri kutoka kwa walimu wetu, kwa wanafunzi kule. Kutokana na aya hii tumejifundisha nini? Naam. Tayeb. Tumejifundisha nini? Sisi tulipokuwa tukienda kufanya mtihani, nakumbuka tukienda kufanya mtihani kule Al-Azhar Sharif, markaz ya Kimisri kule, wale walimu walikuwa wanatupa moyo, man jaa faqad najah. Msio wasiwasi, muhimu tu ni mtu ambaye alishakuja hapa. Man jaa faqad najah, yani au sio, kumtia moyo. Na nyinyi nini mmejifundisha? Wala usio na wasiwasi, usihofu. Mmejifundisha nini kutokana na hii? Tayeb. Naam, walimu, wanafunzi wetu hawa tukiwa nao darasani lazima tuwaandae na tuwaandalie mazingira, mafahamu, ya kujieleza, hata kujiintroduce. Sawa sawa. Tumejifundisha nini? Nani uko tayari? Zawadi zinapoteaga hivi hivi. Zawadi huaga zinapoteaga hivi hivi. Una siku zawadi zitaandaliwa hapa nono. Sasa mimi nawaandalia mazingira, msije mkazikosa zawadi. Tunajifundisha nini? Tumepata michango hapa ya walimu. Kwa wanafunzi huko tumejifundisha nini? Mwalimu, twende, anza na wewe ili kuwajengea mazingira wanafunzi waseme tumejifundisha nini. Tumepita mapito mengi mpaka tumekwenda kwa wazazi huko. Tumejifundisha nini? Tayeb. Kwanza ni bae msomo na wenzangu kufafanua dawa inaenda moja kwa moja mpaka kuishi na mazingira yetu. Naam. Kuishi na wazazi, kuishi na wetu hata sisi kwa sisi. Kwa bweni pale na wanafunzi tunaweza kuwaambia na kuwabadilisha kwa namna gani wanapokuwa wamekengeuka au wameenda kinyume na maadili ya chuo. Hata namna gani ya kumwambia ni darasa ambalo tumejifunza ni kumleta kwenye mstari. Tayeb. Mbona walimu wangu, wanafunzi wetu kila mtu ana namna yake na mazingira ni mengi. Wakati mwingine unatoa darsa, usitaje jina la mtu. Sawa? Wewe unaangalia mazingira ya pale, kuna tatizo hili, kuna tatizo hili, unatoa darsa kwa watu wote kwa ujumla, lakini usitaje jina la mtu. Sawa? Zile sindano zitakuwa zinamuingia tu mwenyewe. Yaani hapa nasema mimi nini? Wewe usimtaje mtu kwa jina lake. Wewe eleza tu kuna hili, kuna hili. Qur'ani inasema, hadithi inasema, hii inatakiwa hivi, haitakiwi hivi. Usitaje jina la mtu. Sawa sawa. Lakini pia nasaha, ukiwa na watu wote kwa ujumla hivi unawapa nasaha bila kutaja majina ya watu, hakuna tatizo. Sawa. Lakini tutahadhari sana. Ukitaja majina ya watu, hiyo nasaha haiwezi kuleta natija nzuri. Sawa? Asema kumnasihi mtu mbele za watu, iqra'u. Yana fulani simama. Fulani simama. Wewe kadha. Hii nasaha namna hii ni kumfedhehesha. Kwa kumalizia,
na kuwajengea uwezo mkubwa katika nini tunajifundisha. Hata mtu anaposoma vibaya, sawa, tafuta muda na wakati, muite pembeni, mwambie pale mahala panasomwa hivi. Ukiwa naye yeye mwenyewe peke yake unamwandaa vizuri, sawa, atakuelewa vizuri. Lakini mtu wala lakini hebu baada ya wala zwali, afu baadaye mtafute wewe mwenyewe, tukaa naye kuna naye kahawa au kama ni chai ya maziwa au maziwa, alafu namwambia hapa bwana, hapa panasomwa samahani, lakini samahani bwana, Mungu nisamehe sana. Kisha mwambie sasa, bila samahani bwana, bila samahani bwana, samahani bwana, niona kuna pale mahala kwa uelewa wangu mimi panasomwa hivi, wala wala zwa na hili pia katika kumwambia sio pia uangalie, sawa, yasome mazingira, maana muandae aweze kupokea. Mwisho wa siku na bwana, jazakallahu khairan, na kushukuru sana. Lakini mwambie haya mtu mbele za watu ni shida, kwa sababu kwa kawaida mwanadamu, wewe msifu mbele za watu, hawezi kuambia sitaki kusifiwa bwana. Amna mwanadamu hubu thana tabiatul insan, kupenda sifa nzuri ni tabia nani? Mwanadamu ukimsifu mbele za watu ananawiri, lakini ukimkosoa mbele za watu lo. Wallahu alam. La ilaha illa Allah al-azim al-halim. La ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim. La ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul arsh al-karim. Muda umekwenda na kwenda ni mbali.